Dadi Kamage ni mkazi wa hapa Ifwaji, lakini nilipeleka lalamiko langu kuanzia kwenye ngazi ya kwanza mpaka ya juu. Nilienda kwa mtendaji akasema hili hapa, akatushauri, akasema bwana, hili swala mwende mkakae vizuri, mliweke vizuri. Kweli mimi nilienda pale nikaona mwenzangu hanielewi, nikaenda kwenye baraza la ardhi. Nilipoenda kwenye baraza la ardhi, mwenzangu alitumia, kweli tulienda pale tukaulizwa maswali na nini, mwenzangu akafanya nini, akaja kule shambani akanitishia. Lilikuwa baraza la ardhi ngazi gani? Baraza la ardhi ya nani, ofisi ya kata. Basi tulipoenda pale kwenye ushauri, mimi nimejieleza pale, nikaonyesha mipaka yangu na kitongoji tulikuwa tumeshaenda na kitongoji pale, akatupa ushauri. Kweli lile baraza la ardhi halikutenda haki. Likasema hivi, kwa yule bwana aenda kaweke mipaka kwenye shamba lake. Akaja kuweka hadi kwenye mipaka kwenye shamba langu mimi, na wakati yeye hana dokumenti yoyote ya manunuzi ya kumiliki lile la ardhi. Kweli kile kitendo mimi sikufurahi. Nikaendelea nikasema basi namwachia Mungu. Nilipomwachia Mungu, siku ya pili yake, kama nimekaa kama wiki 3, siku tupo kwenye kumbi za starehe, muhasibu kama muhasibu wa baraza la ardhi alipokea hongo mbele yangu mimi. Siku ya pili yake ambaye amepokea hongo, kama leo ilikuwa Jumapili, Jumatatu naitwa ofisini, naitwa mahakamani. Nikaenda mahakamani. Nilipoenda mahakamani nikamuona muhasibu. Nilipomuona muhasibu akasema subiri hakimu afike. Alipofika, bahati nzuri namshukuru Mungu, hakimu alifika pale, nikajieleza. Nilipomueleza akasema mbona hamna dokumenti yoyote iliyotoka kwenye baraza la ardhi? Mimi kweli nikamuelekeza vizuri kabisa. Nilipomuelekeza akasema hivi, kijana, nashukuru kwa maelezo yake, na yeye mlalamikaji akaeleza maelezo yake hayakuendana na mimi. Maelezo yangu hana dokumenti zozote za umiliki wa ile ardhi. Wewe unazo hizo dokumenti? Ninazo, ndio. Sasa kwa sasa hivi eneo nani kapewa? Eneo liko wapi? Wamesema achukue mheshimiwa Mahanga, kwa sababu mimi ni Mhanga. Wamekata miti yangu ambayo ilibidi saa hizi nipeleke watoto shuleni. Watoto wawili wako form 4 mpaka saa hizi wanarudi day. Nahangaika. Pole sana. Yule mtu wa baraza yuko wapi? Mwenyekiti wa baraza hapa yupo hayupo? Baraza la kata. Mlishatoka baraza la kata, sasa mko mahakamani. Tulikuwa mahakamani. Mahakama imeshaamua bado? Iliamua ikasema hivi, arudi yule mlalamikaji akachukue akachukue nyaraka alete mahakamani, lakini ilishindikana mpaka leo. Lakini mheshimiwa, namshukuru mheshimiwa, kwa kweli mnisamee na babaika kidogo, kwa sababu nasikitika sana. Nashukuru wewe umefika, wewe ndo baraza la wanyonge kama mimi. Basi hakimu aliamua kwamba inatakiwa mrudi kule kwenye baraza la ardhi. Tulivyorudi, mimi nienda kumuona mwenyekiti wa ardhi, nikamuelekeza. Nikasema hivi, bwana, alikata miti yangu mpaka saa hizi nimempa eneo mbele ya kitongoji. Nikasema kama wewe ulinunua kimakosa,
Basi kitongoji alitushauri vizuri, tukate basi hapa, wewe mwenzangu chukua hiyo nusu, mimi nichukue huku juu, kutoka huku chini mpaka juu. Lakini bado anang'ang'ania, na mpaka saa hizi amesema hivi, sitadumu kwa muda mrefu, atanitoa. Na mpaka saa hizi hatusalimiani na yule bwana. Na mimi watoto wangu hawaendi shuleni. Kwa ajili yake yeye amekata miti yangu ambayo yenye thamani ya shilingi 800,000. Iko kata gani? Ifwaje. Mheshimiwa diwani wa kata yuko wapi? Mtendaji wa kata? Mheshimiwa diwani, mtendaji wa kata yuko wapi? Mtendaji wako wa kata yuko wapi? Mtendaji ameshafika? Ndiyo. Mheshimiwa diwani, unalifahamu hili jambo? Hapana Mheshimiwa Waziri Mkuu, silifahamu kwa sababu mimi ni diwani mpya. Ni mpya. Ndiyo. Hata hivyo unavyoonekana ni mpya, umetoka kwenye box. Asante. Mtendaji, wewe ndio katibu wa baraza, hebu tuambie kwa nini mmeruhusu mtu akakate miti ambayo kwanza pana mzozo, pili sio eneo lake? Wewe ndio katibu, hebu tuambie. Mkuu, sijalifahamu kwamba ni la mwaka gani na sikumbuki kama ilikuwa chini ya uongozi wangu. Umekuja lini na wewe ni mpya? Sio mpya sana, nina miaka 6 hapa. Hili jambo lilikuwa lini? Lilikuwa mwaka huu. Sasa mwaka huu katibu wa baraza si wewe? Hawa jamaa wa baraza walikaa bila wewe mtendaji? Baraza linakuwa na katibu wake. Sasa nani yupo? Katibu wa baraza yuko wapi? Katibu wa baraza Ifwagi, nikuombe. Kwanza huyo mtu kama aliuziwa shamba kwa makosa, aende akamdai yule aliyemuuzia shamba kwa makosa. Sawa mkuu. Uwezi ukambebesha mzigo mtu mwenye shamba lake kihalali kwa sababu wewe umeuziwa. Hawezi mtu leo hii akatapeliwa simu yangu afu aje achukue kwa sababu ameuziwa kwa kutapeliwa. Mimi sio hakimu, lakini kama yule mtu kauziwa kimakosa na mmiliki wa shamba ni huyu, shamba linabakia kuwa la mmiliki halali. Sawa, tutalifuatilia mkuu. Na hiyo miti ambayo alishakata ya shamba la muhusika huyu ya thamani ya 800,000 arudishe. Na mimi bado niko ziara mkoa wa Iringa. Nitakapokuja ziara ijayo nipate taarifa kwamba amerudisha. Sawa mkuu. Kama anataka tupimane ubavu, mimi nina dawa ya kuwatia adabu wote wanaodhulumu mali za wengine. Mkuu, tutalifuatilia. Kwa hiyo hizi siku hizi ambazo sipo, mtafute huyo muhusika, tafuta wazee wanaojua mwenye shamba ni nani. Mashamba yetu vijijini tunajuana, tunamjua mpaka babu. Ndio. Ukitafuta wazee katika eneo, tunasumbukaga mijini. Vijijini huku ukitafuta mpaka babu unampata wa shamba la babu yake. Sawa. Sisi wafugaji mashamba yote huwa tunajua kuna shamba fulani unaweza kwenda kula matango, kuna shamba fulani ni la mchawi usipite. Tunajua mashamba ya kila mtu. Kwa hiyo kama mmiliki ni huyu hapa, mchukue na mwanasheria wa wilaya. Mkuu wa wilaya utampa mwanasheria wakapitia hizo nyaraka. Wakishajiridhisha huyu ndo mwenye shamba na yule ameuziwa kwa kutapeliwa, yeye akafungue jarada la kumtafuta aliyemtapeli. Lakini asitake kugawana shamba la mtu halali kwa sababu kauziwa kitapeli. Huo sio utaratibu. Lakini na miti aliyokata, huku anajua kuna shauri, huku ameenda kukata miti. Huu ni uonevu na ni uchokozi. Huu ni uchokozi wa wazi. Alafu baada ya hapo unaanza kutisha kwamba unamtoa, anakutoa yeye ni Mungu. Watu ambao wanachukua nafasi ya Mungu. Na OCD fuatilia kabla hajatoka huyu, na yeye siku hizi fuatilia hivyo vitisho. Amesha viripoti, vifuatilie na yule aje atoe maelezo kwa nini anamtisha huyo mwenzake.